Karibu mtazamaji wa Biomedia channel popote ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa za kwetu kupitia channel hii ya Biomedia. Endelea pia kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Sasa ni kuarifu tu kwamba katika habari za siasa, chama cha Chadema kimefungiwa tena kuhusiana na issue ya katiba mpya. Imezidi pia kuwa gumzo mitandaoni. Viongozi wa Chadema hawana uvumilivu. Ni taarifa ambayo tuko nayo hii leo, basi karibu tuweze kufahamu nini ambacho kimeweza kujiri katika chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tunaarifu kwamba chama hicho kimeendelea kuwa kitovu cha mijadala ya kisiasa nchini Tanzania, hususan kutokana na kauli za viongozi wake kuhusu mustakabali wa katiba na demokrasia. Na katika siku za hivi karibuni, kauli ya chama hicho kwamba hakiko tayari vijana wake kutumika katika kukwamisha mchakato wa katiba imeibua mjadala mpana. Kauli hii ambayo imeonyesha dhamira ya chama kulinda maslahi ya taifa na kuhakikisha vijana wanashiriki katika siasa kwa njia chanya na yenye tija. Mbunge na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika ametoa matamko mazito mjini Dodoma, akieleza kuwa chama chake kimekuwa kikichokozwa mara kwa mara na vyombo vya dola. Na katika hotuba yake pia Mnyika alisitiza kuwa chama hakitakubali kufungiwa tena, akiitaka haki za viongozi na wanachama wake ziheshimiwe. Aidha, aliweza kutoa wito pia wa kuachiwa kwa Tundu Lissu, akisitiza kuwa demokrasia haiwezi kustawi iwapo wapinzani wanazuiwa kushiriki kikamilifu katika siasa. Sasa kauli hizi mtazamaji zimeibua mjadala mkubwa sana miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa siasa, wako wanaoamini kuwa Chadema inasimama mara kulinda imara ili kulinda demokrasia na haki za wananchi, huku wengine wakihisi kuwa chama kinapaswa kutumia njia za mazungumzo na maridhiano badala ya malumbano ya kisiasa. Hata hivyo, ukweli unabaki kuwa chama hiki kimekuwa sauti muhimu kiukweli katika kuibua hoja za katiba mpya na usawa wa siasa. Katika muktadha mpana, mijadala hii inaonyesha changamoto zinazokabili vyama vya upinzani barani Afrika, ambapo mara nyingi vinakabiliana na vikwazo vya kisiasa na kisheria. Chadema kama chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania kimekuwa pia ni mfano wa mapambano ya kudumu ya kufanikisha demokrasia na kuhakikisha inaimarika na wananchi wanapata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maamuzi ya taifa. Kwa ujumla, kauli za viongozi kutoka chama cha Chadema zinaonyesha dhamira ya chama kulinda demokrasia na kuhimiza mabadiliko ya katiba. Na hii pia ni ishara kuwa siasa za Tanzania bado ziko katika kipindi cha mpito, ambapo mijadala ya katiba na haki za wananchi inabaki kuwa misingi na mustakabali wa taifa. Mambo iko hivyo bwana mtazamaji, mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.